Hii pia ni jamii ya Wadatoga ambao shughuli yao kuu ni kufua vyuma. Tulipotembelea moja kati ya familia za wahunzi zinazopatikana katika kijiji cha Mangola, wilaya ya Karatu, mkoani Arusha. Wenyeji hao walitupitisha hatua kwa hatua namna wanavyotengeneza baadhi ya vitu vya urembo kama vile bangili. Hatua ya kwanza ni kuyeyusha chuma chakavu ambayo ndio malighafi kuu inayotumika. Baada ya kuyeyusha malighafi husika, mfua chuma anapata kimiminika ambacho anakiweka ndani ya moldi au kifani alichokiandaa ili kugandisha uji wa chuma aliyoupata baada ya kuyeyusha malighafi ambazo ni chuma chakavu. Hatua inayofuata ni kupooza chuma kilichopatikana baada ya kugandisha malighafi zilizokuwa katika hali ya kimiminika. Hapa anaanza kuandaa urembo kwa aina anayohitaji. Baada ya muda anapata nusu ya kile anachokihitaji. Katika hatua ya kuweka marembo, mfua chuma anatumia nyundo na tindo ndogo kama inavyoonekana katika filamu hii. Hatua ya mwisho ni kukunja bidhaa aliyoipata kwa ukubwa anaohitaji ili iwe tayari kwa matumizi. Naam, kama unavyoona tayari bidhaa ya urembo ipo tayari kwa matumizi. Pongezi kwako wewe uliyepata bahati ya kuitazama filamu hii ya kiutamaduni. Naamini umekuwa miongoni mwa watu wachache sana duniani kuwahi kushuhudia namna Wadatoga au Wamang'ati wanavyotumia teknolojia yao ya asili kubadili msumali tuliozoea kuona ukitumika katika shughuli za ujenzi hadi kuwa mshale unaotumika katika shughuli za uwindaji na ulinzi binafsi dhidi ya wanyama wakali. Wadatoga au kwa wengine hupenda kuita Wamang'ati, hawa sio wawindaji, ila wanatengeneza silaha zinazotumika katika shughuli za uwindaji ambazo baadaye wanafanya mabadilishano na jirani zao. Hapa namaanisha Wahadzabe. Heshima, usikivu na ukarimu ni baadhi ya sifa zilizosheheni kwa kila mwanakaya katika jamii ya Wahadzabe. Licha ya kwamba jamii tuliyotembelea haikuwa na taarifa juu ya ujio wetu, lakini tulipata ukaribisho usio na kifani kutoka kwa wenyeji hao. Baada ya salamu, kiongozi wa msafara alieleza lengo na dhumuni la sisi kuwepo katika makazi ya Wahadzabe kwa siku ile. Huyu anaitwa Dr. Joshi ni profesa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na huyo mwingine mwenye shati nyekundu pia anatoka huku. Baada ya kulielewa dhumuni, basi na wao hawakuwa nyuma katika kuchangia maada kwa kueleza changamoto wanazopitia ambazo chanzo chake ni ongezeko la jamii ya wafugaji na wakulima. Hapa nazungumzia jamii ya Wairaq na Wabantu. Walipoingia hasa watu walimaji wakafika hiyo mazingira, hamna tena mbogo hashuki, na njia ya mbogo walikuwa wanashukiaga na hiyo pali unaiona hii
Yaani huo mwanya huu. Walikuwa wanatoka Ngorongoro ndio wanashuka na hapo ndio wanakuja kwa huko. Okay. Wanaenda mpaka Yaida chini. Lakini kwa sasa hivi hamna, si wameshazuiliwa njia, watapitia na wapi? Kwa sababu watu walikuwa wanapita kule Tembo, Mbogo, Mbuni, Apofu, Tundamlia. Wapi sasa? ndio mko mnawapata. Na ndio tulikuwa tunawapata kwa kirahisi. Wakifika huko hapo pondeni hapo wanagawanyika. Wanapandisha wengine huko mlimani huko. Sasa wale hii hamna. Na nani serikali mipango ya matumizi ya ardhi, kuna sema ambayo wametenga kwamba haya ni ya Wahadzabe? Ndio hapo unapoona hapa tulipo hapa tunatoka hapa. Na wale tumepangiwa yani kuna kupitia kwenye mlima nyuma hii mlima hii. Wenyewe wanasumbua tu nani mbunga hizi mamiti nyingine pamoja na kufieka hizi mashamba zao. Inafiekwa machaka kama hii yote. Naam, baada ya maongezi hayo pia tulishuhudia namna Wahadzabe wanavyotengeneza fimbo za mishale kwa kutumia miti migumu inayopatikana katika mazingira wanayoishi. Pia katika utengenezaji wa fimbo za mishale, Wahadzabe hutumia nyuzi za wanyama kama vile swala, nyani na pofu. Nani swala? Inaitwa popo. Zile uke za hapa mgongoni. Misuli ya mgongoni. Unajua wao wakitoa ile nyama ya salala, nyesi mnatoaga ile tende. Sasa wao wanatoa nyama vizuri, alafu ile inaanikwa inakaushwa, baadaye inalainishwa kama hivi. Pia ukiachana na nyuzi tokanazo na ngozi za wanyamapori, Mhadzabe hutumia manyoya ya kanga au ndege wengine wanaopatikana katika mazingira anayoishi kuweka urembo katika mishale hiyo. Ini ya mtu Baada ya kutengeneza fimbo ya mshale, hatua inayofuata ni kuweka kichwa cha mshale. Vichwa hivyo hawatengenezi wao, bali huvipata kwenye jamii ya wafua vyuma ambao ni Wadatoga. Kama unavyoweza kuona, huyu ni nyani ambaye tayari ameandaliwa kwa hatua za mwanzo. Hatua iliyobaki ni kuchemshwa na baada ya hapo atakuwa tayari kwa chakula. Wewe unajaribu Aba mi aba wa atoma kwa ota kakata na ota sepa ana na ota duku kukele ota ana ota he kwa engo sepa ota kakata he kwa ota ya ha topo yo he kwa kama na. Huyu ni mmoja kati ya wanafamilia wa Kihadzabe, anaeleza namna wanavyoandaa mzinga wa nyuki ambao baadaye wanautumia kuvuna asali kwa ajili ya chakula. Weko ba alako kwa ile tundu ni ndogo, atakwa
Ishina ota nena ato akoto yo ota duku kata he sepa ishina ata akoto na wakisa takwa hiyo anakata anaongeza hiyo mdomo hiyo shida. Kwa shida bao, kwa shida. Hii ni namna ya kuingiza mkono. Weso zabara iso hamana kwene hamana shakota ukako akoto kwa kwa hamana na aya akokwa Dunia watu nena na sepa nenda mpaka kwenye ile jiwe. baala kwa yeah hakoto kwa tano atusuta hishinata atusuta hamana Kwa shida bao. sepa ana kobala chacha enete abe takwana ko abe amana akoko hiki he anana ko hiki ngo yota seke mehehe chako ha ota ato. Mmea huu unajulikana kama Acocanthella shimperi. Wahadzabe hutumia mmea huu kutengeneza sumu ambayo wanaitumia kwa kuipaka kwenye mshale anaotumia akiwa mawindoni. Endapo utatumika kumchoma mnyama, basi mnyama huyo hawezi kufikisha dakika 10, anakuwa tayari amedhoofika sana. Sumu hii hutengenezwa kwa kuchemsha magome au mizizi ya mmea wa Acocanthella shimperi, ambapo mwandaaji hufuata hatua kuu 3. Hatua ya kwanza ikiwa ni kuandaa magome au mizizi ya mti husika. Hatua ya pili ni kuyachemsha magome hayo au mizizi aliyoiandaa. Na hatua ya 3 ni kuvuna gundi. Dongoko